vitu 7 vya kufanya. Mbona sijafanya hata kimoja? Lakini sasa kuna kitabu kimoja hivi wanasema fanya mambo yako ya miezi 12 kwa wiki 12. Amen. Hiyo inakufundisha wakati unahesabu siku zako, kila mwezi lazima uifungue katika wiki moja. Wanasema kama mwezi wa kwanza natakiwa tuseme ninunue uniform ya kanisani. Amen. Lazima uanze kuangalia kwenye hizi 12 weeks, yani wiki 12 zinazokuja. Nini natakiwa nifanikishe kwenye hizi wiki 12 ili mwezi wangu wa kwanza ninunue hili. Amen. Haiwezekaniki kutumika na Mungu bila kufanya mahesabu. Kwa sababu hata kwenye Biblia wanasema hata nywele kichwani yeye anazijua. Kumbe Mungu anahesabu. Leo umeshapoteza kumi. Ilikuwa kwa ajili gani? Ulipigana, ulikuwa kanisani, ilikuwaje? Amen. Amen. Hivyo vitu vyote utakuja kutoa ripoti. Kuna mhubiri mmoja alikuwa anasema, yani watu wanawaza wanapofanya vitu sirini, yani anafanya vitu hawajui. Huu mwili ndio utakuja kukusogea. Kwamba mimi mkono walikataa kunitumia kusaidia huyo mtu jiani. Mimi kama nywele alikuwa ananitesa kabisa, naweka vitu kwenye nywele mpaka mimi najisikia yani siwezi tena kaka. Hesabu ya siku ni hesabu ya kila kitu Mungu amekupa. Amen. Amen. Kwa sababu kuna wale wanataka sana wawe na nywele kichwani. Amen. Lakini hawana. Sasa wewe unazo unazichezesha. Kuna wale wanahitaji wawe na mavazi, wewe una nyingi mpaka zimejaa chini, yani hauzifui. Zingine unakanyakia kwanza ukitoka bafuni, ndio unapanguza miguu. Hiyo hesabu ya vitu vyote bado malaika wanaandika. Amen. 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 Kwa hiyo kuzihesabu siku zetu inakusa kila kitu cha maisha yetu. Amen. 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 Hivi nikiuliza, mafundisho yote mmeyapata madhabahuni, mmefanikisha mangapi? Amen. Amen. Kwa hiyo kuna kitu inasemwa hivi, aliyeambiwa sana au aliyefundishwa sana atafanya nini? Ataulizwa sana. Ninyi mna neema kubwa kukaa hapa. Amen. Sisi wengine ni mpaka umepiga simu, amekuwa ametulia na kuambia maneno mawili dakika 4, unaandika, unaomba, yanakutuma unafanya maombi hata ya siku 10. Amen. Lakini ninyi mko naye hapa. Yani unaweza kuangalia nyumbani kwake anakufundisha, unaweza kuwa na maswali atakujibu. Lakini hamjui kuzihesabu siku. Hamjajua kuzihesabu. Amen. Kama kesho ulitakiwa uwe mwinjilisti, umeshashiba chakula ya kutosha ili kwamba sasa na wewe uondoke. Amen. 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 Kwa sababu sisi sote, nyinyi hamtakuwa tu kama sijui mnahitaji wa spectator, watu ambao wanaangalia kama mpira wale wako nyuma. Haihitajiki hivyo. Imesema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanani? Wanafunzi wanakaaga tu hivi. Sasa kama wamoja watafanya wengine wanafunzi, nani atafanya wale wengine wanafunzi? Amen. 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 Na mwanafunzi, amen, mwanafunzi mzuri ni yule ambaye anaweza kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Kwa sababu Yesu peke yake alikuwa anasema nayatenda yale nayaona Baba anafanya nini? Anafanya. Kumbe naye alikuwa anajifunza kwa Baba, sawa? Naye anafunza wanafunzi wake. Na alipoondoka, wanafunzi wake walipojifunza kwake, nao wakafunza wengine hadi sisi tukapata Injili. Sasa wewe unapohesabu siku zako, wewe ni mwanafunzi bora?
Amen. 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 Kweli Mungu anaweza akasema huyu ni mwanafunzi bora. Mungu atusaidie. Amen. 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 Tutasoma verse moja ya kumalizia.